Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya samaki. Msemo wa mtu utakuwa na maana ya jambo linalozunguka sehemu uliopo au kwa kitu kinachoendelea. Kutokuwa na mwitikio au hali ya shauku kwa mtu. Ulioyapanga ndivyo utakavyotaka kufanya. Kuhisi upendo unarudi kwa kasi. Kuongezewa au kupata kitu zaidi. Kuosha mikono mara kwa mara. Unajiandaa kupokea heri kubwa. Miwasho ya ngozi kuwepo. Kujua mtu bado anakuheshimu hata kama kuna mambo mliopitia. Mtu au watu kutoka safarini na kufikia kwako, kama kupumzika kisha safari iendelee. Hali hii itakujulisha kuwa kuna mambo utafanikiwa kupitia watu fulani. Pia kuna watu watafanikiwa kupitia wewe. Kukaribisha ujio wa watu. Kuhitaji kusoma au kuangalia kitu ila unapata hali ya uvivu. Kuanguka au kuteleza. Unaweza kujikwaa pia mara kwa mara. Kupunguza kumwongelea mtu. Kupata akili ya haraka kufanya kitu. Kabla ya kitu kuanguka au kuharibika, utaweza kukiokoa. Mtu atakuwa na kutafuta bila kukupata kwa wakati. Kuizingatia imani yako. Nyota ya kaa. Kupata akili ya kitu baada ya jambo kutokea. Moyo wako utakuwa na amani baada ya uhusiano kuvunjika. Kuhisi umejiondoa kwenye tatizo kubwa. Unahitaji kupata vilivyo bora. Kuona si sahihi kumwelezea mtu jambo kwa sasa. Kujihami kwa jambo. Maneno au matendo ya mtu kuhisi yanaanza kumwasibu kutokana na hali alionayo sasa. Kumficha mtu jambo. Kutotaka maongezi mengi yenye mazoea. Kutafutwa na mtu ambaye hakuwasiliana nawe kwa muda mrefu. Utahisi una deni la mtu. Kupokea taarifa ya huzuni kwa baadhi yenu. Utafanya mtu kuwa huru. Nguvu yako inakujuza kuwa wewe ni mtu wa namna gani. Kuna namna utakayokuwa unafanya vitu kwa utofauti. Kutopenda mtu adharau kitu. Nyota ya nge. Kuungua. Kuhisi mtu anakukataa au kutosikiliza hoja zako. Mtu kukupa nafasi ya mwisho au nyingine. Anahitaji kujua kama umebadilika. Kulihangaikia tatizo la muda mrefu. Utaujua umuhimu wa kitu baada ya kukutana na changamoto. Kuzuiliwa sehemu kwa muda. Utakuwa sababu ya mtu kupona maradhi yake. Kukosa amani unapomfikiria mtu fulani. Kujihisi unajiondoa kwenye maagano au muunganiko fulani. Kuanza maisha kujitegemea kwa baadhi yenu. Utapata pesa kutoka sehemu ya mbali. Mtu atahitaji kuonana na wewe. Kujihisi upo sawa lakini bado kuna jambo hujatekeleza. Kutotaka kitu kifikie mpaka mwakani kiwe kimeshakamilika. Kupenda sana paka. Maombi yako yatakuwa na nguvu wiki hii. Utaokolewa kwenye janga ambalo utetezi wake ni wa ghafla. Tabasamu la mtu linaficha maumivu moyoni. Utalijua hilo baada ya kumwangalia macho yake vizuri. Utafikiria jambo zuri. Nyota ya mshale. Moyo wako kuwekea pingamizi kutokana na kuhifadhi jambo lisilostahili kuwepo. Utaukataa ukweli. Kuna kitu utakihisi kipo karibu yako. Kuamka mara kwa mara usiku. Kuna mawasiliano ambayo unapatiwa. Kuna jambo utakalolifanya na kuliacha. Kutojifananisha na wengine kama hapo mwanzo. Kuhisi utafikia mwongozo bora japokuwa huoni unapoenda au kuelekea. Utazubaishwa kwa jambo. Kutumiwa pesa. Kichwa kuuma upande mmoja. Kulalamika maumivu ya kiuno. Mtu kukusifu kuwa ni mrefu. Neno lako litakuwa na ukubwa kwa watu kwa kutekelezwa. Kujiapiza kuwa hutofanya kitu tena. Kuhisi mtu kachanganikiwa kwa jambo. Kuchomeka au kuungua na moto. Kupatana na mtu. Kujua mtu kuwa hana kosa. Nyota ya punda. Kujilazimisha kuongea na mtu. Kutoshelezeka na kitu kwa haraka. Mtu atapata watoto mapacha kwenye uzao wake. Kutumia mbinu ya kumdhibiti mtu. Utajihisi mwenye bahati baada ya kitu kutendeka.
Ulichoahidiwa unaweza kupokea leo. Utakuwa na mashaka na mwenye nyota ya mshale au mapacha, ila utamwamini. Hali hiyo ni kutokana na mtu huyo si wa kueleweka. Kujua si sahihi kumtenga mtu. Kufanya kitu kwa maslahi yako binafsi. Nyota ya Simba. Kujipa mashaka kwa kitu ambacho hakina nafasi. Kuhisi umeona kitu. Mtu kukulipa kutokana na kitu ulichomfanyia au muda wako ulipokuwa naye. Leo ni siku ya kupata taarifa muhimu na kupokea vitu. Hutoruhusiwa kutumia kitu kilichovunjika kama kioo na kadhalika. Kutokana hutakiwi kuruhusu nguvu mbaya ya kushindwa kwenye mambo yako. Utapenda kukaa sehemu ya kiza. Nafasi yako kwa mtu bado ipo wazi. Hivyo utaamua mwenyewe kurudi. Mambo mengi yatafanya usahau kitu. Nyota ya Ndoo. Kuhisi kuna umuhimu wa mtu kufikishiwa jambo. Ndoa ya mtu kuwa hatiani. Utakuwa mtetezi wa watu. Kuamua. Na maamuzi yako yatakuwa na ushindi. Kuona ajali njiani. Ila itakuwa na uokoaji wa haraka bila tatizo kubwa kutokea. Uchunguzi mdogo utakuwa na matokeo makubwa. Utafichuliwa siri ya mtu. Kupatiwa nafasi ya ukubwa au kuheshimiwa. Uwepo wako mtu atajihisi kupona. Nyota ya Mapacha. Kutamani vitu vizuri uvipate. Mwanga wa mwezi kukumulika na utajihisi hali fulani ya utulivu. Kwa wakati huu utakuwa na mvuto sana. Kuna hali ya kuumwa utakuwa nayo ila sio sana. Viganja vya mikono kuwasha. Kuashiria pesa utaipata. Kukamilisha mambo mengi kwa simu. Utatumia maji kupona tatizo lako la kichwa. Utazingatia hisia zako. Utajipa wasiwasi kwa kitu ambacho si cha kweli. Nyota ya Mizani. Kuishiwa nguvu za miguu. Nguvu ya upendo na uponyaji inakuja kwako tena. Kutamani kupata mtoto kwa baadhi yenu. Kufanya mtu apate mshangao. Kuhisi uwepesi wa mambo yako hata kama mengi huwa na ugumu. Kujitegemea au kuanzisha jambo peke yako. Mtu kufanyiwa usafishaji wa kidonda chake. Kununua zawadi ya tofauti kwa ajili ya mtu. Utapata safari ya kuvuka maji. Mpinzani wako hatochoka kushindana na wewe. Mtu anajirudi tena kwako. Utahitaji mazungumzo na mtu na kuwa na ukaribu naye. Nyota ya Mashuke. Hutotaka kupangiwa kwenye mambo yako. Utachoshwa na udanganyifu. Utakuwa na hisia za kuwapenda watu wawili kwa wakati mmoja. Kuipinga mila fulani. Kutumiwa picha za mtu na kuona amebadilika. Utakuwa mwepesi kumkubalia mtu jambo. Kupata ndoto nyingi. Utakivuka kizuizi chenye shari. Utatumia njia ya upole au ustaarabu kurekebisha tatizo au kuliweka sawa jambo. Kupatana na mtu. Utahitaji kujiweka mbali na mtu fulani kwa kuilinda heshima yako. Kuhisi mtu anayarudia makosa ambayo mmeshayazungumza. Kufikiria kuanzisha safari. Nyota ya Mbuzi. Kualikwa au kupata mwaliko. Kupata taarifa ya ongezeko la mshahara. Kuanzisha jambo litakalopokelewa kwa ukubwa. Mchango wako utakuwa ni wa thamani sana kwa mtu. Utaonesha hali ya ukali kwa mtu unayemsimamia. Kuelekea kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Kisirani cha mtu ni kutokana na nguvu ya mvutano wa full moon hii. Ndoto yako inakupa ujumbe unaotakiwa kufanyiwa kazi. Utamshangaza mtu kwa taarifa utakazompatia. Nyota ya Ng'ombe. Kuwa na hali ya kutaka kujua mengi. Utakuwa mwenye kuonya au kumkanya mtu. Kuharakishia suala la ndoa. Kujua kitu ambacho kitakuwa kipya masikioni mwako. Kujiponya baada ya kuamua kitu sahihi. Moyo wako kukupa ujasiri mara kwa mara. Una uhitaji na utapata kitu. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii. +254
724-729-804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.